Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametupatia. Ni siku njema na saizi ni kwa saa 10 za jioni saizi kwetu. Na Mungu Baba anazidi kutulinda. Naamini ya kwamba na wewe Mungu iko pamoja nawe, anakulinda. Bwana Yesu asifiwe kwa sababu wema wake kila wakati ni wa ajabu. Bwana asifiwe. Kila wakati wema wa Mungu ni wa ajabu. Wema wa Mungu kila siku ni mpya, fadhili zake kila leo ni mpya na ni za ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Zekaria sura yake ya 4 na mstari wake wa 5. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Amen. Baba, tunakushukuru kwa neno lako hili na libarikiwe ndani ya mioyo yetu Bwana. Ufanye mapenzi yako kwa ajili yetu, tulishike neno hili na kuliishi kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari za Mungu ametuma nabii kuambia Zerubabeli ya kwamba si kwa nguvu wala kwa uweza, bali ni kwa Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Mara nyingi sisi wanadamu tunapenda kujisumbua na mambo mengi sana ili kwamba tupate kibali, ili kwamba tufanye hiki na kile. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba si kwa nguvu zetu wala si kwa uweza. Bwana asifiwe. Bali ni kwa neno la Mungu. Amen. Ni kwa Roho wa Mungu. Amen. Na wakati wote unapojua ya kwamba si kwa nguvu zako na si kwa uwezo wako, lakini ni kwa Roho wa Mungu, utakuwa unamtegemea Mungu kila wakati. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa ajabu na akili zake ziko juu sana. Biblia inasema kwamba anawashushaga wale ambao wanakuwa na kiburi na wale wanyenyekevu anawapatia neema na kuwainua. Bwana asifiwe. Mungu anapendaka tutegemee yeye tu, wala tusitegemee akili zetu wala mawazo yetu. Bwana asifiwe. Nilikuwa leo naenda kufanya shopping na wakati ambapo nilikuwa narudi, nilikuwa natembeza gari, alafu nikakumbuka matendo ya Bwana katika maisha yangu. Nikakumbuka mahali ambapo Mungu amenitoa na mahali ambapo nilipo hizi ninavyoendesha gari. Nikaanza kumwabudu Mungu, kumshukuru Mungu na kulia, kwa sababu akili za Mungu na wema wa Mungu unanipita kila wakati ninapotafakari makubwa na matendo ya Bwana anayoyafanya kila wakati. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu ni Mungu mwaminifu na wakati wote tunapomtegemea hawezi kukuaibisha. Amen. Hawezi kukuaibisha hata dakika moja. Nakumbuka miaka iliyopita, miaka mingi iliyopita, nilikuwa ningali katika nchi nyingine. Nikaamini tu Mungu, nikasema Mungu, kwa baraka zako tu nitanunua gari. Nikasema kwa hiyo wakati nitanunua gari. Bwana asifiwe. Miaka mingi ilikuwa imepita. Miaka mingi sana imepita sasa. Na wakati hiyo nikaanza kujifunza gari, nikatafuta mtu wa kwanza kunifunza gari. Nikaamini gari, kununua gari. Bwana asifiwe. Na sikuwa na nafasi, sikuwa na kisi ya kununua gari, lakini kwa sababu nilimwamini Mungu, nikajua kwamba Mungu anafanyaga impossible kuwa possible. Nikamwamini Mungu tu, nikaanza kujifunza gari. Na baadaye miaka hiyo ikapita. Ndio sikumalizaka kujifunza, lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, nilikuwa natimiza gari, nikakumbuka kwenye Mungu amenitoa na Mungu alikia kutimiza tu. Hata miaka ilipitaga, lakini leo hii kama ninapotembeza gari nakumbuka gisi gani Mungu alinitoaga katika maisha ya chini, katika kutembea na miguu. Bwana asifiwe. Wakati wetu tunapomtegemea Mungu, amen, amini tu kwamba Mungu ana wakati wake, na kila maombi ambayo unamuomba Mungu naamini unajua kwamba itatimia tu, hata miaka ipite, hata kukue nini. Mungu ni mwaminifu, kwa wakati wake tu
itatimia. Bwana asifiwe. Sikupataka gari huko kwenye nilikuwaga, lakini wakati nilifika hapa katika nchi za kigeni na Mungu akatimiza maombi yangu ambayo nilikuwa nimemuomba. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Tena Baba ni Baba mzuri. Amen. Ni mwaminifu tu, asabwage maombi yetu. Wewe unaweza kuomba unasahau, lakini yeye ni mwaminifu, hawezi kusahau. Bwana asifiwe. Nikakumbuka matendo makubwa ya Bwana, nikaanza hata kulia. Nilikuwa natembeza na niko nalia, nasema Mungu uko wa ajabu na hakuna kama wewe. Bwana asifiwe. Si kwa nguvu wala kwa uweza. Amen. Si kwa nguvu zako, si kwa uweza wako. Mtegemee tu Mungu, mpatie Mungu akili zako na mawazo yako. Ujue kwamba yale ambayo wanadamu wanashindwa anayaweza. Bwana asifiwe. Ile ambayo inaonekana kuwa impossible kwa maisha yako, yeye anaweza kuyafanya. Bwana asifiwe. Na ana mamlaka yote. Anapenda watu umtegemee na umwamini yeye. Bwana asifiwe. Umwamini yeye tu na mtumaini yeye tu na atatenda. Akamwambia Zerubabeli, akasema ya kwamba si kwa nguvu wala kwa uwezo, lakini ni kwa roho yangu. Bwana asifiwe. Wakati tunapojua hiyo, amen, unamwachia Mungu yote, unamtegemea Mungu, amen, na unamuogopa Mungu, unamtii Mungu, amen, utaona nguvu zake katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo wakati nilikuwa kuna video moja nilikuwa naangalia, wakati nilikuwa naomba, kwa sababu nilipofika nikaanza kuomba, nikaanza kumwabudu Mungu. Mungu akaniongoza kufuata video moja hivi. Kijana mmoja alikuwa anaimba na sauti moja ya nyimbo sio nyororo, sauti ambayo haisikilikani mzuri kwa masikio. Lakini wakati niendelea kusikia hiyo nyimbo, nilitaka kuitoa, lakini kasikia tu ananiambia nibaki na sikilize hiyo nyimbo, na nilikuwa na maabudu Mungu. Nikaanza kumwabudu tena Mungu sana. Nikaona watu jinsi wanavyolia na kumwabudu Mungu na kumshukuru Mungu kwa hiyo nyimbo. Na hakukuwa nasema ase sauti ya kunyoroka ama nini, alikuwa na sauti tu moja tu lenyewe. Haliko nzuri kusikia kwa masikio kama zingine masauti nzuri, lakini maneno ambayo alikuwa naimba ilikuwa maneno ambayo ilikuwa na penya moyo. Bwana asifiwe. Ilikuwa nagusa moyo, unasikia kumpenda Mungu zaidi, unakumbuka matendo makubwa ya Mungu na inakukaribisha na Mungu. Bwana asifiwe. Si kwa sauti yake, Bwana asifiwe, si kwa uzuri wake, lakini kwa sababu ya roho wa Mungu. Amen. Najua Mungu anajua kile ambacho unahitaji, si wewe unajua. Wewe mwabudu tu Mungu, mtafute Mungu na ufanye mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Yenye yote unayofanya uifanye katika mapenzi ya Mungu, si kwa nguvu zako wala kwa akili zako, ama useme kwamba nitatumia hii mbinu ama hii mbinu. Hakuna kitu kenye unaweza kufanya kifaulu jinsi inavyohitajika isipokuwa kwa nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Wakati tunapomtegemea Mungu na usitegemea akili zako, utaona jinsi gani Mungu anavyokuinua na kutumia. Bwana asifiwe. Huyo kijana nikasikia manyimbo zake, nikaanza kubarikiwa na kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu katika roho na kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hiyo maneno ambayo alikuwa anamwabudu Mungu, si kwa sababu ya sauti nzuri, lakini hiyo maneno ilikuwa nakupenya, inapenya ndani ya moyo na unasikia kubarikiwa na kumwabudu Mungu na kuona Mungu jinsi gani ni mzuri. Bwana asifiwe. Leo na kisi watu wanapopiga magoti, alipokuwa anafanya concert, alikuwa anafanya mkutano na alikuwa naimba na watu wanalia na kupiga magoti. Najiuliza sasa, ni nini? Hana sauti nzuri, hana, lakini kwa sababu ya roho wa Mungu tu. Amen. Watu wanabarikiwa na kumkaribia Mungu. Amen. Usizipige kifua. Mungu apendake tujipige kifua sema ni kwa nguvu zangu. Hapana, anawashushaga wenye kiburi na unyenyekevu anawapatia neema. Mtegemea Mungu na usitegemea akili zako, ndio Biblia inasema. Amen. Na umtegemea Mungu na umwangalie Mungu. Amen. Na atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapendaka utukufu wote murudilie yeye. Usiseme kwamba ni kwa nguvu zangu. Ndio maana wakati Gideon alikuwa anatafuta, wakati Mungu alimtuma aende kupigana na maadui, akakamata watu wengi wa Israeli kwenda kumsaidia kupigana naye. Mungu akamwambia watu ni wengi sana, wasije wakajipiga kifua kusema kwamba kwa sababu ni wengi ndio maana wameshinda adui. Lakini Mungu akamwachia watu 300 kupigana na majeshi kubwa ya maadui na wakashinda. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu apendake tupige tu kamate utukufu wake, tuseme ni kwa nguvu wala kwa uwezo wetu.
hatuna nguvu. Yeye ndio nguvu zetu. Bwana asifiwe. Wakati wewe unapojua kwamba si kwa nguvu wala kwa uwezo, nitayaweza yote tu na nitayafanya yote katika yeye anayenitia nguvu. Unategemea nguvu za Mungu, usitegemee akili zako. Tegemea roho wa Mungu, usitegemee maarifa yako. Amen. Utaona kisi gani Mungu atakavyokuinua na kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Na mshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu na hawezi kuaibisha aliye wake. Wakati tunapomwekea Mungu matumaini yako na unajua kwamba siwezi bila yeye. Amen. Utaona mkono wa Mungu katika maisha yako. Amen. Naamini kwamba neno hili linakubariki na utategemea Mungu tu. Amen. Na kujua kwamba yeye unayeweza yote. Unaweza kufanya mambo yote katika yeye bila nguvu zako. Unamkabidhi tu yeye. Amen. Na kumwangalia yeye na kufanya mapenzi yake, atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Na atakupatia hekima na akili ambayo inashinda wanadamu yoyote yule. Kama ukisikia habari za wakina Danieli walivyokuwa na hekima kuliko wenye hekima wote wa Babeli, utafikiria kama Danieli alikuwa mtu wa special. Danieli alikuwa tunamtegemea Mungu na kumwangalia Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu akamfanya kuwa na hekima kuliko wenye hekima wote wa Babeli. Ukisikia habari za Esther wa Mordekai, amen, hakuwa na ujuzi yoyote, hakuwa na hekima yoyote katika nchi za kigeni. Esther akakuwa queen kwa ajili ya kumwogopa Mungu tu. Mordekai akakuwa wa pili wa mfalme, alikuwa mlangoni, mchunga mlango. Mungu akamfanya queen ili akue juu, akae kwenye enzi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili tu ya kufanya nini? Ya kumwogopa Mungu na kumtegemea Mungu. Amen. Na wewe maisha yako mtegemee Mungu. Usitegemee wanadamu, usitegemee akili zako. Mtegemee Mungu. Mpatie Mungu akili zako na kazi zako zote na utaona kisa atakapotenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki siku ya leo. Na mimi naomba mbarikiwe kwa neno hili. Na hadi hapo tutakapoonana tena, na kutakia kila la heri na baraka na mafanikio kwa jina la Bwana Yesu. Amen.